Kuna wale wakina 6 mfululizo, wale wakisema bila Pacome, waambie wasio na hofu, Pacome wao yupo, tarehe 1 atakuwepo. Hawa wengine wanaosema hivyo ni mitazamo, hatuwezi kuikataa kwa sababu ni wao wanaona, ni mpira wanaangalia, lakini tuambie Yanga na kikosi kipana. Ndio maana unaweza kuona kwenye mchezo ule Pacome hayupo, Prince Dube hayupo, Edmund John hayupo, Clement Mzize na wengine wote hawapo. Lakini unaweza kumuona Bubali kuwepo. Hiyo ndio kikosi kipana jinsi kinavyotakiwa kuwa. Tumetumia wale tuliokuwa nao, silaha tulizokuwa nazo, tumepata matokeo. Matarajio yalikuwa ni makubwa kwa mashabiki wa Young Africans. Sasa ukitazama mitoka ligi ya mabingwa barani Afrika, performance ya baadhi ya nyota wapya ambao wamewasajili. Kwa hivyo watu walitazamia hapo jana, licha ya ugumu wa Namungo, lakini mngeonyesha performance bora. Namungo imeonekana kama wamenyimwa penalty yao ambayo inazua pia mtafaruko. Kama penalty ingewekwa basi mngeondoka na alama 1 dhidi ya Namungo FC. Wewe unasemaje kwenye ile penalty ambayo inasemekana Namungo FC wamenyimwa penalty yao ya wazi kabisa? Ile penalty mimi naungana na mwamuzi kwa sababu mwamuzi ndo alikuwa katikati. Walio wengi wanatafsiri kwa sababu walipitia kwenye marejeo. Salome, kuna utofauti wa mwamuzi aliyoko ndani ya uwanja na wewe ambaye utakwenda kupitia kwenye luninga. Namna unavyotazama na namna mwamuzi ambavyo ametazama kuna utofauti. Yule mchezaji aliwekwa kati, lakini katika kukimbia wote yule kadondoka chini. Alivutwa. Mimi sikuona kama alivutwa, nimekuja kuona kwenye marejeo. Lakini maybe huenda hata mwamuzi amekuja kuona baada ya kuwa ameona kwenye marejeo. Niwaambie kitu kimoja. Kwanza nimesikitishwa na kauli ya kocha wa Namungo. Na kutumia nafasi hii nimwambie anatakiwa kuwaomba radhi watu wa mpira. Huwezi kusema man of the match alikuwa ni kocha, alikuwa ni referee. Anaitwa Mwinyi yule, Mwinyi mkuu ndo man of the match. Ina maana tayari tuzo ambayo amechukua Maxim pia Mzingeli sio halali yake kuchukua, ilikuwa ni tuzo ya referee, angepewa referee. Umetukosea sana, umemkosea Maxi, umewakosea wale watu wote waliokuwa na tafsiri nani mchezaji bora katika mchezo ule. Kwa hiyo Maxi na maana ile tuzo amepewa tuzo ambayo ni tuzo rushwa. Kwa hiyo anatakiwa tuombe radhi. Man of the match ni ya Maxi. Kwa nini useme ile man of the match ilikuwa ni ya mwamuzi? Ametukosea sana, lakini vile vile waamuzi tuliokuwa nao. Mwamuzi anaweza akaingia kwa mambo matatu. Mwamuzi anaweza akakuflavor, mwamuzi anaweza akawaumiza hawa, aidha labda pengine kwa kuteleza kwake. Yote yanawezekana kwa sababu tumeshuhudia matukio mengi. Mfano, Simba anacheza Meja Jenerali, Simba kapewa penalti, katikati alikuwepo Arajiga, pengine ni mwamuzi ambaye tunamkubali kuliko waamuzi wote katika nchi hii, lakini ametoa penalti nyepesi sana ambayo haikuwa penalti. Watu wote walipiga kelele, sio umeelewa? Na ukiangalia wote wanaohoji vitu kama hivyo, nenda kawaambia waangalie mchezo wa Simba ambapo wanapewa penalti, Kibudeni sana anapiga na kosa. Tunalalisha kosa kwa kosa Kizinga. Sio kwamba tunahalalisha kosa kwa kosa, tunawaambia wayatambue madhaifu ya waamuzi wetu. Mimi sipo kwa ajili ya kubeba mwamuzi. Mwamuzi kama umekosea, unatakiwa ujirekebishe. Na ndio maana sheria zipo. Mwamuzi na hata president alisema Wallace Karia kwamba hata wafumbia macho waamuzi watakaofanya makosa. Akifanya makosa kuharibu mchezo, basi atawekwa pembeni. Kwa hiyo hilo linabaki kwenye jukumu la wale ambao wanasimamia waamuzi. Ukiingia kwenye majukumu hayo wewe unakosea, lakini sisi tuna nafasi ya kutoa maoni yetu. Mwamuzi hapa amekosea, ni vyema aende akajirekebisha. Wakati mwingine hatuhitaji kuwa na lundo la waamuzi ambao watakuja kutuharibia ligi yetu. Mimi sipo kwa ajili ya kumtetea mwamuzi kwa sababu labda ametunyima sisi penalti, amewapa wale. Hapana, sipo kwa ajili hiyo. Baada ya picha ya marejeo umeona Namungo alistahili penalti. Kwanza kuna vitu viwili, wanaikataa penalti yetu, wanaikubali penalti ya Namungo. Unaweza kuona haya makundi yametofautiana. Makundi ya 6 mfululizo wao wanakubali Namungo amepata penalti, lakini ya kwetu sio nini? Wanaikataa. Sasa kipi hapa cha kuangalia? Tunamwangalia mwamuzi aliyokuwa anasimamia mchezo. Ametoa penalti kwa Dar es Salaam Africans baada ya Maxim pia Mzingeli kukatwa katika eneo la 18. Kafunika penalti. Hii huku amevutwa. Yeye kwa tafsiri ya macho yake ameona namna alivyovutwa yule mchezaji, kwake yeye sio penalti. Kwa haya yote mawili anabaki kwa mwamuzi. Kwa hiyo kama wanaomsimamia mwamuzi wataona amekosea, adhabu wanayo wao. Sio sisi ambao tunaweza tukaenda kuwataki mpaka tukawapa watu man of the match. Yaani tuzo ya Max unaenda kumpa referee. Umekosea mpira afu wewe ni mwalimu. Kwa hiyo anatakiwa Mgunda ajitokeze aombe radhi kwa Watanzania na watu wa mpira. Na akamwombe radhi Maxim pia Mzingeli. Sijapenda, nimekasirika sana. Kizinga, twende hapa. Baada ya mpira nina tabia kupita kwenye peji ya Young Africans kutazama nini mashabiki wanasema kutokana na performance. Lawama nyingi zinaelekezwa kwa kocha, wanasema toka ameichukua timu
kuna namna mna kikosi bora, lakini kocha anafanya timu iwe ngumu zaidi. Kwanza nitumie nafasi hii kusema na mashabiki wa mpira. Kwanza tunamkosea sana mwalimu wetu, tunamkosea kwa maana ya kwamba tunaingilia taaluma, na hili jambo inatakiwa tujifunze, mashabiki na wanachama tujifunze sana. Mimi nimepokea maoni mengi, naagizwa sema kwa nini Shwaboy yuko benchi, sema kwa nini hivi. Unaingilia majukumu ambayo sio yako. Ile ni taaluma, mtu amekwenda shule amesoma, ndio maana amepewa kazi ile ya kufundisha. Wewe hapo ulipo darasa la elimu ya mpira unaijua au ni maoni yako tu unasema unaona Max sio hivi sio nini? Tupunguze maoni kuwa mengi, tumwache mwalimu afanye kazi. Si ndio huyu mwalimu ambaye tumesema baada ya mwalimu aliyoondoka alikuwa anatupeleka kubaya, lakini huyu kaja kuturudisha kwenye njia mpaka timu imekuja kubadilika. Kitu pekee ambacho tunatakiwa kuambia, mwalimu ndo anaishi na wachezaji. Mwalimu ndo anajua huyu leo ameniofa kitu gani katika kiwanja cha mazoezi. Hata kama ni wewe unafundisha kundi la vijana wengi, kuna mmoja anaweza kukuofa kitu kizuri, mwingine hawezi kukupa kitu kizuri, lakini wewe unamuona kutokana na ubora wa nyuma, unamuona ni mzuri. Kwa hiyo tupunguze ushauri. Mwalimu ndo anakaa na wachezaji, mwalimu ndo anakaa na timu, yeye ndo anajua huyu ananifiti wapi, huyu ananifiti hapo. Lakini pia vile vile mwalimu anajua kwamba atakapokuwa amefanya makosa zaidi, kibarua chake kinakuwa kiko hatarini. Kwa hiyo yeye anacheza na vitu viwili, timu ifanye vizuri, kibarua chake kiendelee kuishi vizuri, akivurunda yeye anaondolewa, si ndio? Kwa hiyo tupunguze ushauri kwa vitu ambavyo hatuna taaluma navyo. Mwalimu ndo anayejua, sio wewe. Wewe umesomea wapi elimu hiyo mpaka ukaanze kusema mwalimu? Nimepokea maoni mengi, timu haifanyi vizuri, timu inakwenda hivi. Msemaji kasema performance ya jana uliyoiona ile ilikuwa ni performance ya chini sana ambayo haitakiwi kutoa kodi. Tukiongeza spidi kama spidi tuliyokuwa nayo, kuna watu tarehe moja watashindwa kuja baada ya maneno. Mficha kodi. Kodi imefichwa ile. Mfiche kodi afu mpigwe itakuwaje? Hakuna. Ndio maana unaona tunaficha kodi lakini matokeo tuyapate. Kwa mbinde. Ukiwa kuna dalili za sisi kukosa matokeo, basi unaweza ukaona spidi inavyofunguliwa na tunaona tunashinda. Naweza ukaona kwamba hii Yanga mbona imebadilika. Yanga kwenye mchezo wa aina yoyote na mkubwa kama utakwenda kucheza tarehe moja, Yanga inakuwa hatari sana. Salome, utakwenda kuangalia Yanga ambayo hujawahi kuiona kwa sababu tayari taarifa nilizozipata mabomu yaliyoandaliwa, na ndio maana walianza kuleta mgomo hapa katikati, hatutaki kwenda Zanzibar. Unatupangia ghetto. Kumbe tayari kuna mabomu kuelekea Kariakoo. Wanajua. Wengine wanaenda mbali wanasema huyu kwa nini aliondoka Benjamin Mkapa? Alikimbia nini hapa? Huko alikokwenda amekwenda kuweka vitu gani? Mpaka anatuita sisi twende kwenye ghetto lake. Hawataki kuja. Na sisi tunamwambia mtakuja. Na mkija njoni mkiwa mnajua kabisa. Pale unakuja utoki na chochote. Unakuja kutuachia alama 3 na magoli tunayotaka sisi. Na nimewaambia kupitia mchezo huu tunakwenda kuvunja rekodi ya yule mzee wao. Kuna mtu anakwenda kutia chuma 3. Salome, serious kabisa. Mipango inaenda vizuri.